Mwigulu Lameck Nchemba Madelu, mtoa hoja aje ahitimishe hoja yake. Mheshimiwa Waziri wa Fedha. Mheshimiwa Spika, na kushukuru kwa kunipa fursa hii ya kuhitimisha hoja hii siku ya leo. Nikianza na kukushukuru wewe mwenyewe pamoja na kuwashukuru waheshimiwa wabunge wote waliochangia pamoja na maoni ya kamati ambayo ni kwa niaba ya bunge zima ambayo imefanikisha hotuba ya leo pamoja na maoni haya ambayo tumeyapokea. Na Mheshimiwa Spika, kipekee zaidi ni washukuru na ndugu zangu wananchi wa kutoka Iramba ambao wako hapa. Na kama unavyoona tukitumia lugha ya mashujaa leo, kwako hapa ni kama kwetu tu, maana yake tuko wengi kweli kweli. Tunakushukuru sana kwa nafasi hiyo. Mheshimiwa Spika, nikijibu hoja kwa ufupi, kwa maana baadhi ya hoja zingine tutazitolea tamko kwenye hotuba kuu ya serikali, niseme tu machache. Moja, tumepokea hoja zote ambazo waheshimiwa wabunge wamezitoa, zikiwemo za taarifa nzuri ya kamati pamoja na michango ambayo waheshimiwa wabunge wamechangia. Na kama ulivyoona Mheshimiwa Spika, michango iliyotolewa na wabunge ni ya kibunge kweli kweli, ya kizalendo kweli kweli. Mheshimiwa Spika, una wabunge makini sana, na Watanzania waliochagua wabunge hawa ni wabunge ambao wamefanya kazi nzuri sana, hoja za kizalendo, hoja za kibunge. Na kama Mheshimiwa Naibu Waziri alivyotangulia kusema, pamoja na wachangiaji, Watanzania wasisite tena kuwarudisha wabunge hawa ambao wamefanya kazi nzuri ya kizalendo. Mheshimiwa Spika, nikianza na hoja moja ambayo amechangia Mheshimiwa Kandege kwa ukubwa wake. Moja tumeipokea Mheshimiwa Kandege, hoja ya utekelezaji wa sheria yetu mpya ya masuala ya matumizi ya shilingi dhidi ya fedha za kigeni. Mheshimiwa, tumeipokea na tumeshapata maoni mengi, na tumepata maoni mengi pia hata kutoka kwenye sekta. Na bahati nzuri sana gavana wa Benki Kuu pamoja na timu yake ya wataalamu yupo hapa, lakini si tu kwamba yupo, pia ameendelea kufanya vikao na sekta kuweza kuangalia ni jambo gani, ni sehemu gani inahitaji maboresho zaidi, kuweza kuona ni sehemu gani inahitaji ufafanuzi. Na yote hayo tumeyapokea, na yale ambayo yanahitaji marekebisho tutafanya, na yale ambayo yanahitaji mabadiliko tutafanya, na yale ambayo yanahitaji ufafanuzi, Mheshimiwa Spika, kupitia bunge lako tukufu tutaendelea kuyafanya hivyo. Mheshimiwa Spika, nikumbushe tu kwamba kwa nini tulichukua hatua hizo. Mheshimiwa Spika, nchi karibu zote za Afrika na duniani tulipita katika kipindi ambacho kilikuwa kigumu sana cha upatikanaji wa fedha za kigeni, na bunge lako tukufu litakumbuka. Kuna wakati nchi zinazotumia bandari yetu zilikuwa na mizigo inakaa bandarini mpaka siku 30, 40 mpaka siku 60 kwa sababu hawana fedha ya kigeni ya kutoa mafuta yao. Ilikuwepo inakuwa pale bandarini. Lakini si hivyo tu, hata sisi pia tulikuwa tunapata uhaba huo, pamoja na kwamba tulikuwa vizuri kuliko nchi nyingi za Afrika. Lakini hata sisi, waheshimiwa wabunge watakumbuka, tulikuwa tunapata shida hiyo. Shida ambayo ilikuwa inatishia upatikanaji wa bidhaa za muhimu ambazo hazipatikani ndani ya nchi. Mfano, uagizaji wa mafuta ya kula, pharmaceuticals ambazo zinatoka nje, pamoja na bidhaa zingine ambazo ni za sekta binafsi kabisa za masuala ya kibiashara. Hii ilikuwa inatokana na nini? Pressure ya uhitaji wa dola ulikuwa mkubwa sana. Sasa hivi pameimarika, tunaweza tukapata uhuru wa kulegeza, lakini kwa wakati huo, kwa sababu kulikuwepo na utofauti wa uhitaji wa bidhaa, ilikuwa ni busara serikali lazima ichukue hatua
na katika kuchukua hatua iweze kupata suluhisho la tatizo ambalo lilikuwa kubwa. Sisi tumetangulia, nchi zingine bado hawajaimarika kama sisi ambavyo tumeimarika. Kuna nchi bado wana shida kubwa hiyo na ya kuweza hata kupata bidhaa muhimu kama mafuta. Zipo nchi ambazo bado wanapata shida. Na kinachosababisha hasa washindwe kupata mafuta si kwamba mafuta hayapatikani kule yanakotakiwa kutoka. Wanakosa fedha ya kigeni ya kuweza kulipia mafuta hayo. Wapo. Zipo nchi zingine zinashindwa kuchangia michango yao ya kimataifa. Wana default kwa sababu wanakosa fedha ya kigeni. Sisi tumepiga hiyo hatua, lakini tulichukua hatua. Kuna sehemu tuliweza kubana zaidi, kuna sehemu tuliweza kutokuelewana vizuri tu katika namna tunamaanisha nini kisheria, lakini angalau hivi tunavyoongea lile lililokuwa tatizo kubwa la kiwango hicho la upatikanaji wa fedha za kigeni halipo tena. Na kwenye maeneo yale, Mheshimiwa Spika, yapo ambayo kiukweli yalikuwa yanatakiwa tuchukue hatua kama hizo. Kwa mfano, natoa mfano. Kwa mfano, taasisi ya serikali inayotoa leseni kwa mwananchi. Kwa nini mtake mwananchi ambaye fedha yake ya nchi ni shilingi ya Kitanzania, kwa nini mtake mwananchi apeleke dola kupewa leseni ya kufanyia kazi? Nadhani hili ni jambo ambalo serikali na idara zake za serikali inapotoa huduma kwa Mtanzania, kwa kweli inatakiwa isimsumbue Mtanzania kuenda kutafuta dola. Na wakati ule ilikuwa inamtaka akalete dola katika mazingira ambayo hata serikali inatambua kuna uhaba wa dola. Kwa tulisema baadhi ya maeneo kama hayo ambayo serikali ndio inatoa huduma na inatoa huduma kwa Mtanzania, tuliona tuondoe hilo sharti la kutaka alete dola. Kwa hiyo hilo tuliona tuliweke kwa namna hiyo. Na nadhani kwenye hilo hatujapata usumbufu na wala hatujapata malalamiko kutoka kwa wananchi. Kuna eneo lingine ambalo lilikuwa linahusisha masuala ya ada za shule, masuala ya nyumba, na kuna maeneo mengine hata mahitaji ya watu wanafanyana biashara, kiwanja, wakawa wanaweka sharti hilo kwamba walipane kwa dola. Hiyo tuliona inakiuka sheria na inawafanya wananchi wetu wapate shida ya kutafuta dola wakati fedha yao halali ya kikatiba ya kisheria ni shilingi ya Kitanzania. Kwa hilo tuliona likae kwa namna hiyo. Lakini yapo maeneo ambayo tumeona ambayo gavana wa Benki Kuu anaendelea kushauriana na wataalamu pamoja na sekta husika. Yapo maeneo ambayo yanahusisha biashara kubwa kubwa zile za kimataifa. Tumesema hata hivyo katika baadhi ya maeneo ilikuwa ni tafasiri tu kwamba kwa biashara ile ya kimataifa inayovuka mipaka ambayo inahusisha masuala mengine ya kimataifa, ilikuwa ni tafasiri tu, ilikuwa haihusishi kwamba na wao wanatakiwa wapate sharti hilo la shilingi. Ile ilikuwa imetajwa, ilikuwa imejumuishwa kwa ukubwa wa sheria ambapo kusudi lake lilikuwa sio hilo. Na kama bado kuna tafasiri itakuwa bado inaleta ukakasi, tumekubaliana na wataalamu wa Wizara ya Fedha pamoja na taasisi zetu ikiwemo Benki Kuu kuweza kuona maeneo yale ambayo yalikuwa yanapotoka kwa utaratibu wa tafasiri yake tuweze kuyanyosha ili kusudi lililokuwa limekusudiwa liweze kufikiwa. Lakini tumekaa pia na taasisi zinazofanya shughuli kubwa hizo, Wizara ya Nishati, the like ya TANESCO, TPDC na maeneo mengine ambayo wanafanya shughuli kubwa ikiwemo na miradi mikubwa kama bomba la mafuta pamoja na maeneo mengine. Tuweze kuona matatizo yanayojitokeza ili tuweze kurekebisha. Mheshimiwa Spika, nia ya serikali ilikuwa njema ya kuondoa pressure ile ambayo na kwa kweli leo hii tumeona imejitokeza kwamba tatizo lile la ukosefu wa fedha za kigeni tumelivuka na tunaamini kwamba tutaweza kurekebisha. Kilichokuwa kinatokea na hata sasa tunaendelea kusisitiza katika baadhi ya